الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب صل وسلم وزد وبارك على محمد خاتم النبيين وعترته الطاهرين وسلم تسليما. Leo ni siku ya shahada ya al-Imam As-Sadiq alayhi salatu wassalam. Tunaweza kuzungumzia sana kifo chake, vitu ambavyo vilipeleka yeye kuuliwa, lakini ningependa sana kwa sababu tukiangalia katika miongoni yetu mashia tunakuta most of us tunajua about Karbala but we don't know Imam Hussein. Imam Hussein alizaliwa Maka wala Madina, aliishi siku za mtume aje, baada yake alikuwa na majukumu zipi? Si tunajua Imam Hussein alizaliwa akaishi Madina kidogo na mtume. Baada hapo kuna big gap ya information yenye tuko nayo hadi siku za Karbala. Hata baadhi yetu hatujui kuhusiana kadhia ya barua yenye alitumiwa na kina Yazid. So Imam As-Sadiq alayhi salatu wassalam ni imamu wetu wa sita. Kama tukiangalia sisi kama mashia na wafuasi wa Ahlul Bayt tuko na imamu 12 baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada yake tumekuwa na waimamu 12, 12 imams. Imam As-Sadiq alayhi salatu wassalam yuko na cheo kubwa sana, kwa sababu ukiangalia mashia katika titles ama jina zenye wanapatiwa, ujai kusikia mashia wanaitwa nini? Alawiya, Hasaniya, Husainia, Baqiria, Kadhimiya, Radhawiya, Hadawiya, Mahdawiya. Lakini unasikia wakiitwa nini? Jaafariya. Ni muhimu sana sisi tujue kwa nini tunaitwa Jaafariya na kwa nini hii madhehebu inasemekana imebebwa na inatajwa jina ya Imam Al-Jafar As-Sadiq alayhi salatu wassalam. Imam Sadiq alikuwa na vitu viwili venye most of the aima ana maimamu wenye waliishi na kauliwa shahidi hawakupata opportunity kama hiyo. Imam As-Sadiq alayhi salatu wassalam alizaliwa katika mwaka 83 Hijriya. Najua ni vizuri sana hizi tarehe tuzijue, tuzihifadhi, kwa sababu kuna important incidents zenye zili happen. Sisi hatuko hapa vile tuko kama some incident ama something going right ama wrong, baka ushia Uislamu dini itufikie sisi hapa. So Imam Al-Jafar As-Sadiq alizaliwa mwaka wa 83 Hijriya. Babake ni Al-Imam Al-Baqir alayhi salatu wassalam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Imam Al-Baqir alayhi salatu wassalam. Imam Sadiq hakuona Karbala, lakini tuko na baadhi ya hadithi zinasema kwamba Imam Al-Baqir alayhi salatu wassalam katika Karbala alikuwa ni mtoto mdogo ama mchanga. So yeye anasema nilikuwa katika ardhi ya Karbala. Imam Sadiq hakuwa. So Imam Sadiq mamake kama sijakosea ni Mfarwa, alafu yeye ndo akakuwa katika maimamu wenye kuna baadhi ya vitu zenye maimamu wengine walikuwa hawana. Imam Sadiq yeye alikuwa ni gap between two important biggest incidents za Kiislamu, historical incidents za Kiislamu zilitokezea. Baada ya kuwa tulikuwa unajua sisi Waislamu wamegawana tarehe in different sides ama different categories. So inaingia the main category yenye kila wao anatumia ni Khulafa ar-Rashidin ama Rashidun. So hiyo ni wanataja 4.5 khalifa, who is the first khalifa, second khalifa, third khalifa, Imam Ali alayhi salatu wasalam, and some do mention Imam Hassan as part of the Khulafa ar-Rashidin. After that, so kulikuwa kuna kidogo system tofauti. Now ikatoka kutoka makhulafa wenye wako na kabila tofauti ikakwama katika familia moja, Banu Umayya. Hapo ndo Muawiya akachukua nini? Ukhalifa,
na baada yake kijana wake Yazid. Baada ya kifo cha Yazid, kijana wake Muawiya, anaitwa Muawiya bin Yazid, but inasemekana it's a whole story. Mama yake ni kama alilelewa katika nyumba ya Ahlul Bayt, alafu baadaye sijui ikakuaje akafika huko. Sasa huyu mtoto baada ya kuwa alikuwa khalifa, akakataa, akasema hii biashara mimi sitaki. So baada ya hapo kukakuwa na shida. Sasa wakakuwa na shida, wajui wafanye nini. Bado iko katika Banu Umayya. Sasa unajua Banu Umayya kuna familia tofauti. Sasa kuna mmoja anko yao katika mwenye ametajwa vibaya sana katika hadithi, na Mtume pia amemtaja, anaitwa Marwan. Sasa wanaitwa Banu Marwan. Ni part of Banu Umayya lakini Banu Marwan. Hawa ndo wakachukua serikali ya Kiislamu for the longest time, na wakaendelea na kitu yenye sote tunajua ni kulani Imam Ali katika manabir. Ilianza zama za Muawiya, ikaisha around zama za inaitwaje Umar ibn Abdul Aziz, around 100 and something AH, 115 18, I don't remember exact number. So Imam Sadiq amezaliwa katika siku za Banu Umayya, but like any kingdom, every kingdom iko na juu chini. So Banu Umayya katika hizo zama za Imam Sadiq wakakuwa wana struggle sana, kwa sababu kukua kumepatikana group yenye inapingana nao, wenye wanaitwa nani? Again, just for the clarity, I repeat again, Banu Umayya, Banu Marwan are part of Banu Umayya. So when you say Banu Umayya, Banu Marwan wanaingia. But again, ni kama saizi in some scenarios tuseme ni makazini za kina Muawiya. So baba yao akachukua sasa, kwa sababu haikuweza kuendelea hivi, so ni kama ilitoka hapo alafu akaenda kwa one of the cousins na nini. It was a whole incident. Walikuwa almost Banu Umayya karibu iishe kwa ajili ya makosa ya mtu mmoja mwenye anaitwa Abdullah bin Zubair. Alikuwa na opportunity kukuwa khalifa siku hizo, lakini kwa sababu yeye aliogopa kusafiri kutoka Makka kwenda huko, sasa Banu Indo aka lose opportunity, na baadaye kukakuwa na vita, watu wakawana kaisha hivyo. So now what happened is Imam Sadiq alikuwa na opportunity yenye watu wengine walikuwa hawana. Yeye alitumia vizuri hii hadithi ya Imam Ali, anasema ightanimul furas fa innaha tamuru marra sahab. Anasema opportunity ikuje isizi, ichukua na nguvu kabisa, kwa sababu hii opportunity ni kama mawingu, ikikuja ikienda hivi imeenda. So Imam Sadiq kitu alifanya Imam Sadiq siku hizo, kwa sababu kulikuwa kuna struggle ya vita ya kipolitics, so government ilikuwa haina nguvu ya kuangalia Ahlul Bayt. Imam Sadiq, one of the reasons, bila shaka kazi ya Mwenyezi Mungu, yeye ndo ni imam mwenye aliishi umri mrefu zaidi kushinda maimamu wote. Unajua maimamu wengine wameishi miaka ngapi? Wale wajuu kabisa before Imam Sadiq. That's a statement. You tried. So imam katika beside Imam Sadiq, katika maimamu mwenye aliishi miaka zaidi kushinda wengine ni al-Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Aliishi miaka ngapi? Naam? Same as? Yes. Unajua Abu Bakar aliishi miaka ngapi? 75. Same as Umar na Abu Bakar, umzao ni the same. Imam Ali na Mtume umri yao pia ni the same. Interesting. Very interesting. So now what happened, Imam Sadiq akakuwa pia beside umri yake mrefu, akatumia opportunity hii yake ya kukua imam kufunza watu. So badala yeye pia kusema this person must go, this person must go, na yeye apigania watu, akasema sasa hii time vile hao wanapigana, badala kuinject vile wanasema, wacha mimi nilee watu.
Inasemekana Imam Sadiq alikuwa na wanafunzi zaidi ya 4,000. Na usisahau tukiongelea wanafunzi si mimi na Shaula hapa. Ni watu wakubwa. Na kuna baadhi ya like two, it's been mentioned, two of the wakubwa wa kusaidia wasuni maimamu wao wamesoma kwa Imam Sadiq. Two, Malik na nani? Abu Hanifa. Malik na nani? Imam Hanbal ni wa kitambo, wa mbali sana. Yeye alikuwa mbali sana. Hanbal na Shafi'i wako past 160 huko kupanda juu. Malik ndo alikuwa ni before 100, like Malik na nani walikuwa before 100 hivi mpaka kuja 100 and something. So wanaingiana na zama za Imam Jafar as-Sadiq. Na katika baadhi ya vitabu wanataja kwamba laula sanatan la halaka Nu'man ya Abu Hanifa anasema kama sile miaka 2 kwa Imam Sadiq ningekuwa nimeangamia. Even though kuna very nice, just look, ukipata opportunity search for debates of Imam as-Sadiq alayhi salatu wassalam. So Imam Sadiq beside kulea wanafunzi alikuwa na debate watu. Because during that time ndio tunaona pia nchi ya Kiislamu na expand. Kuna watu wanakuja, kuna baadhi walikuja na bahthi ya ilhad, yani Mungu hayuko. Na baadhi ya shubha fani zenye hata saa hizi wewe ukiulizwa unakwama. Ndugu zetu wa Sunni baadhi yao wakaongeza kitu katika fiqh inaitwa qiyas. Qiyas ni nini? Mimi napimanisha kitu na kitu, nasema kama hii ni hii, hii ni hii, so hii pia ni haramu. Sisi hatusemi kitu kama hiyo. Unatakana kama ukifanya qiyas, sisi tuiti qiyas tunaita nini? Tunasema kwamba kama kuna hadithi imetaja kama for example pombe ni haramu kwa sababu inalewesha. So kila kitu ambacho kinalewesha kwa sababu tuko na sababu yake tunaweza kusema kinakuwa nini? Haramu. Lakini mimi tu niangalie tu nione hii na hii na hii, tunaona itakuwa ni shida. So kuna, kama sijakosea, Imam Sadiq walikuwa wanafanya story bahthi ya qiyas. So Abu Hanifa akauliza Imam Sadiq kuhusiana na qiyas. Imam akasema hakuna kitu kama hiyo katika dini. Imam akamuuliza sawa, wacha tufanye hivi. Akamuuliza janaba ndo ni mbaya zaidi ama mkojo? Abu Hanifa akasema nini? Apparently ni kama alisema the other side. Yes. Alafu Imam akasema kwa nini kwa hii moja unatawadha na kwa hii nyingine unaoga kama hii ni muhimu zaidi? So unajua vitu zingine hauna majibu kwa sababu wewe unafanya kiasi kitu ya Mwenyezi Mungu enye hakuna, Mungu hajakwambia hii na hizi kuna uhusiano. Mimi naamua ikuwe hivi. Wewe unajuaje? Unless nimekuambia kwa nini, you can't just take this and this uzichanganya. So Imam as-Sadiq alayhi salatu wasalam katika hiyo muda spend time yake sana kulea wanafunzi. Na kuna baadhi ya risala zimetajwa katika Imam na Ahlul-Bait, na pia kuna baadhi ya nasaha mingi sana kutoka Imam Sadiq namna ya kuishi na watu. You can find these hadiths kwa vitabu vyetu. Nadhani darasa yetu ya this is part of it. So Imam Jafar as-Sadiq akakuwa na advice watu, na pia akatengeza a whole network. Wale wenye walisoma kitabu cha A Man of 250 Years, I think they can get a glimpse of what I'm trying to say. The network enye Ahlul-Bait walikuwa najaribu kutengeneza siku hizo. So Imam Sadiq took a big initiative doing that part. So the other thing is, sasa Imam Sadiq takriban around 124 Banu Umayya wakaanguka officially, Banu Abbas wakaingia. So Imam wamekuwa kwa vizuri. Lakini Banu Abbas ni akina nani? Banu Abbas ni cousin wa Ahlul-Bait. Abbas ni anko ya Mtume. So ni watoto wake hivi wamekuja wakafika. Sasa hao wanasema hii dini ni sisi Ahlul-Bait tuliwachiwa. Sasa lakini hao wanajua Ahlul-Bait wa ukweli
ni akina nani. Lakini watu nje wanaona tu si ni familia ya mtume au huyu ni anko yake, huyu kazini yake, Ahlul Bait hawa pia si wataingia. Sawa, wakatumia hiyo, na pia katika baadhi ya marahili wakakuwa wakipromise watu ya kwamba sisi kitu tukipata tunawapatia the best of Ahlul Bait. Hata katika hizo baadhi ya hizo meetings, kumekuwa na meetings tofauti hizo siku. Baadhi yake ilikuwa ni kuweza kuleta sasa kuitengeza hiyo kamati. Walijaribu kuita kama si kusema Bakir ama Imam Sadiq, hakukuja. Akakataa kwa sababu yeye anajua hawa program yao ni nini. Akasema mimi sitaki kuingilia biashara, na mimi nataka sasa kufocus na vitu zingine. Sasa Imam Bakir na Imam Sadiq ndio wakakuwa wanakuja kufunza watu takia. Kwa sababu ukiangalia historically speaking, it's rare for you to find takia points before zama za Imam Hassan, Imam Ali na nini. Na you can see the lifestyle that he had. But during the time of Imam Bakir, Imam Sadiq, takia niyo kitu yenye ilihifadhi wafuasi wa Ahlul Bait. Na kuna barua ndefu sana Imam Sadiq kwa mashia wake, part of it anaongelea umuhimu wa takia. Kwa sababu na hiyo takia sisi tumeweza kufikiwa na hii dini. Even though takia iko na masharti yake na nini. Na takia mtu asiwe confused ati ni nifaq. Wanasema aya ya Qur'ani inaongelea kuhusiana Ammar al-Yasir. Ammar al-Yasir alipigwa sana. Akapigwa sana, akasema ambiwa kwamba haamini. Unajua ni mwili wana. Moyo inaweza kuwa na imani, lakini mwili inaweza kukataa. So yeye akakubali, akasema mtume si mtume, sijui nini. Lakini ilimuumiza sana hiyo vile alifanya. Lakini he was saved, hakukufa kwa sababu wazazi wake waliuliwa. Sumaya na nani? Na nani? Asante, unasikiliza. So kwa sababu anaitwa Ammar bin Yasir. So basically what happened, aya Qur'ani kwa ajili ya hiyo situation ikashuka. Na mtu kuhusiana na watu wenye nini, inabidi aseme maneno yenye hakubaliana nayo, lakini qalbuhu mutma'innun bil iman. Moyo wake umetulia na imani. Hiyo si munafik. Munafik ni mwenye anaonyesha ubaya, anaonyesha uzuri lakini anaficha ubaya. Lakini takia, wewe unajaribu kuonyesha nini? Hii kwetu ni kitu yenye kama saizi wewe umelazimishwa kufanya ibada ya kidini fulani yenye iko. Wewe unaamini hizo vitu? Na ukikosa utauliwa. Saa zingine haiworth it bwana. You stand for something. There is a difference between standing for something and being arrogant. So Imam Jafar as-Sadiq akakuwa analea watu, na there is quite an interesting way he used to handle his Shias. Aliwafundisha how to handle people. Part of the hadith that tuko nazo ndio unaona maraje wanaongelea kwamba tusikosee heshima baadhi ya watu wenye ndugu zetu wa Sunni wanawapatia heshima. Ukiangalia kwa website ya Ayatollah Sistani, Ayatollah Khamenei, baadhi hata wanaharamisha. Part of it ni kwa nini? Ni katika mafunzo Imam Jafar as-Sadiq akisema kwamba, akiulizwa kwamba tuwalaani, tuwafanye nini, Imam Sadiq akasema hapana, si lazima mfanye maneno haya. Mnaweza kusema tu mabaya ya watu hao. Yaani si lazima uende mix hizi ni kama wewe ni mtu mbaya. Badala ni kutusi, si niende kuambia tu watu ni mtu mbaya, kwa sababu watu wakinikuta tu hapa watu wataona mimi ndo ni mtu mbaya. So tumalize haraka, nilikuwa na point zingine kidogo very nice, lakini so basically Imam Sadiq alayhi salatu wasalam akaishi baka zama za watu Banu Abbas wakamua. So I wish ningekuwa na time to go through baadhi ya vitu zenye zilipita kwake historically, but let me share few hadith about Imam Sadiq alayhi salatu wasalam tutoke na faida. Imam Sadiq alayhi salam anasema, this is a very beautiful hadith. Inasema inna Allaha yuhibbul jamal. Mwenyezi Mungu anapenda pambo, jamal. Watajammul, na pia kujitahidi kukaa vizuri na kujipamba, kujiweka vizuri. Wa yakrahul bausa watabaus, na anachukia watu wa kumafrauni faces na
eka frowny faces. Wa inna Allah azza wa jal idha an'ama ala 'abdihi ni'matan, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikupatia neema, yuhibbu an yara athara ni'matihi alayhi. So Imam anasema Mwenyezi Mungu akikupatia neema, yeye pia anataka kuona athari ya neema yake. Si ya kwamba alhamdulillah umeruzukiwa lakini you can't tell you are blessed bana. Hapa vitu ongelei vitu zingine bwana. Saa zingine wanasema ukipata pesa piga sherehe. Lakini hapo hivi inaongelea nini? Inaongelea halal sherehe, si nyama. There will be signs. So at least Mwenyezi Mungu aone neema yake kwako. Unalipwa mshahara, pesa yako tu, unaenda kununua gunia za mahindi ukisubiri bei ya mahindi. Alafu anaulizwa hivyo. Wa kaifa dhalika, na itakuwaje Imam? Qala yunadhifu thawbahu, anasafisha mavazi yake, anakuwa msafi. Wa yutayibu rihahu, anajitahidi ananukia vizuri. Wa yuhassina darahu, na anafanya nyumba yake kwe inakaa vizuri. Si ya kwamba wanasema mgeni akikuja ajui umekufa uko katika kaburi yako ama ni nyumba. Mungu ansamee. Hapana, wacha tu. So wayaknusa afniyata, unafagia huku nje nini, si kuacha nyumba. Ndio nyumba nje, ndani kusafi, lakini nje vumbi, kuchafu nini. Afnia hatta inna siraja kabla maghibi shams, na anawasha taa kabla jua kuzama. Si unasubiri jua imezama uone kidogo unafanya hivi, unajinyima maisha. Alafu Imam anaendelea. Alafu Imam anasema na nini, na vitu kama hizo, na ama kuwasha taa kabla nini, inafanya nini, yanfil faqr, inafanya ufukara uwe mbali, wa yazidu fi rizq. Alafu hadithi nyingine Imam Jafar as-Sadiq anasema 3 things will save you. Na naambia nyote ili tuweze kufaidika. Qala almunajiyat, vitu ambazo zitakusave. 3, it'am at'am, kupatiana chakula. Saizi tunaona baadhi yetu tuko wachoyo tu kabisa, mkate umekuja nako usijui kutoka wapi. Unaambia mtu akikuja karibu na wewe anasema kwani hakuna mkate. Kugawa chakula, kupatiana chakula ni vizuri sana. So basically ni vizuri, inasaidia kwa sababu hiyo inakuletea baraka katika maisha. Ifsha'u salam, kabila za Said za huku chini, kutoa salamu. Si kutoa salamu moja, kuzoeleka, kujulikana wewe ni mtu wa kutoa salamu. Alafu wassalatu bil-layl wan-nasu niyam, na wale watu wenye wanatafuta na wale watu wenye wanafanya ibada katika usiku, kuamka salatu layl inshallah hivi. Alafu this is an important advice to all of us. Kwanza sisi wenye tunaishi huku Kenya, nchi yenye si ya Kiislamu. Imam Sadiq anasema la yanbaghi lilmu'mini an yajlisa majlisan ya'sa Allahu ama yu'sa Allahu fi. Wewe kama ni muumini, si Muislamu tu, muumini, your level is higher, upasi kuketi kwa majlis, mahali penye watu wameketi na Mwenyezi Mungu ndo wanamfanya asyan, wala yaqdiru ala taghyirihi, na hawezi kubadilisha. Saizi kama saizi ni program, event, watu wameketi wanamaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi tuna take part in that. Kama you can't make anything change, wewe utakani kuwapo kama muumini. Sijataja harusi, but naongea in general. Nadhani message imefika. Nimetaja? So tunatakana tuangalie, tusijikute. Sasa zingine marafiki zetu nakuta umeketi kwa rafiki yako hivi nini, anasema we I will order juice for you, nipatieni ile ya 10 bob, na wewe unamwangalia hapo hivyo. Sijataja kitu, kwa nini lakini message simefika. So
Saa zingine wewe kama saa hizi kuna events mingi sana zinafanyika kama hapa hivi Uhuru Park, si ndio? Wewe sijataja kitu. Some festival is happening. Wewe katika festival enye you are part of it. Mtu akikuona ataona you are part of the festival. Lakini one can tell everything that it is happening there besides standing, everything else is haram. Kukatika, mavazi, pombe, ukiona moshi you can't tell inatoka source yake ni wapi. Yeah? So, kwa nini ujikuta hapo kidogo radi ikipigwa alafu uende utaambia Mungu utajiteteaje? Yeah. So, qala al-Imam as-Sadiq alayhi salatu wassalam. This is a hadith that I'm saying for my brother Shaul here, my brother Muhammad Jawad here, my brother Jafar there, Sheikh Muhammad, I assume anajua hii hadithi. Iyalul mar'i usarauhu, familia mtu ni wafungwa wake. Ini hadithi. Faman an'ama Allahu alayhi ni'matan, ule Mwenyezi Mungu anampatia neema, falyuwassi'a ala usara'i, kidogo apanulie yani hiyo riski, ya awapatie nini wafungwa wake. Si ya kwamba usikia serikali ilikuwa ni ya Kibaki, budget ya prison ilikuwa ni 10 bob per prisoner, GDP imepanda, lakini sasa hizi bado prisoner anakula tu ile supu ya maharage. That is true story. Anasema huko kwa jela ukiangukia maharage hii moja imeangukia vizuri na ni supu ya mboga. So familia ya mtu, this is an example. Familia ya mtu, mke wako, watoto wako ni kama prisoners wako. Kama ni wewe wako na wewe, kama wewe ukiamua kuwatoa ndani ya nyumba wataenda kulia wapi? So Mwenyezi Mungu hadithi inasema kwamba Mwenyezi Mungu akikufungulia neema, jitahidi hata wewe vile Mwenyezi Mungu kama umepatiwa raise ya 10k, at least size ya nyama kama ilikuwa ni 1k per month ikuwe 2k. Si ndio? Alafu Imam anasema fa lam yaf'al, akikosa kufanya hivyo kuna possibility hiyo neema Mwenyezi Mungu amnyang'anye. Kwa sababu saa zingine wewe unakuja with allocated budget of your family, usifikirie raise is for you. That's why anasema ongeza mke, ongeza neema. Cause wewe raise yake iko katika raise ya asante, amin, raise yako jenzi, hata mke hataki. So unaona neema unaweza kuta Mwenyezi Mungu akakunyima hata hiyo neema yenye ulikuwa umepata kwa sababu umekuwa tu alhamdulillah Mwenyezi Mungu akufungulia, lakini unaamua tu bado kufinya familia. So I think that's it, just one few important thing. Sisi Imam Sadiq, one of the most important advices zenye alituachia ni intidharul faraj, kumsubiri al-Imam al-Mahdi. Alafu Imam anasema al-muntadhiru lithani ashar, mwenye anasubiri huyu the 12th, kashahiri sayfahu baina yaday rasulillah yadhubbu an. So hii hadithi ni ndefu, ni kama imekatakatwa all different books ama mpatwa nini. So mtu kwanza Imam anasema mwenye atakuwa anamfanya intidhar al-Imam sahibul asr wa zaman ni kama mwenye ameketi na yeye kwa the same place, yani kama unaona ni camp nini. Alafu Imam akasema na alikuwa katika jeshi la Mtume Muhammad na baka akapigana na akakufa shahidi, ataandikiwa hivyo. Sasa sisi tukifanya jukumu yetu intidhar al-faraj vizuri, utashangaa siku ya kiyama unaangalia Badr, Hunain, Uhud. Naambia Mungu historically speaking ingiani bwana, ni thawabu tunakuandikia kwa sababu ya kazi yenye ulifanya intidhar al-faraj. Hiyo pia ni darasa yenye labda tutakuwa nayo siku nyingine. Alafu katika hadithi nyingine inasema man amana bina, mwenye atatuamini sisi, wasaddaqa hadithana, na akaamini hadithi yetu, wantadhara amrana, na akasubiri amri yetu, yani Imam as-sahib al-asr wa zaman, kama qutila tahta rayati al-qa'im, ni kama mwenye aliuliwa katika chini ya bendera ya al-Imam sahib al-asri wa zaman, siku za mwisho inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie katika wafuasi wazuri wa Ahlul Bait alayhimus salatu wassalam,
tuweze kujua mafunzo yao, tuweze kuyasikiliza na tuweze kuyafuata. Tujitahidi, kama nadhani Muhammad Jawad kuna kitabu yake hapo hivyo, ni kalenda lakini kuna hadith, bila shaka yanafaidika. Tujitahidi tujipatie reason hata once a day vile tunasoma Qurani. Tusome hata kama ni hadith moja. Watu wa Shia Toolkit, endeleeni kusoma. Kama uelewi hadith, it's okay. You can ask your sheikh, because saa zingine they use very bad translations. Yeah. At least ukwe connected na elimu ya Ahlul Bayt yenye inaenda kwa elimu ya Mtume Muhammad, na kutoka Mtume Muhammad sisi yote ni ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.